Kariakoo ambayo imechezwa katika duru hili la pili na ndio dabi ya mwisho katika msimu huu wa 2025-2026. Nipo na mchambuzi la system kwa ajili ya kujadili dakika 90 zilikuwa za namna gani katika dabi hii ya Kariakoo iliyochezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ambapo wametoa sare ya kutoshana nguvu kati ya Wekundu Msimbazi goli 2 na Young Africans goli 2. Mchambuzi la system, uko vizuri? Niko vyema. Uko njema kabisa? Ya, niko vyema kabisa. Niko vizuri. Kwa upande wako umeshuhudia dabi ya namna gani? Bonge moja ya mechi. Bonge moja ya mechi. Hizi ndo mechi ambazo tunaita mechi zenye hadhi ya dabi. Kwa nini? Kwa sababu unaona kila upande walikuwa wanaitaka mechi. Simba walikuwa wanaitaka mechi, Yanga walikuwa wanaitaka mechi. Ukiangalia kwenye mpango kazi wa walimu wote wawili, kwanza ukianza na mwenyeji ambaye ni Simba, Steven Baka, yeye leo amekuja na kitu cha kitofauti kwenye muundo wake wa timu. Ukiangalia kwenye system alianza na 4-3-3 ile, lakini ndani kwenye hiyo 4-3-3 kulikuwa na mabadiliko kadhaa wa kadha ambayo binafsi mimi awali nilisema endapo hii plan ya Steven Baka itafanikiwa, manake itakuwa dhama kwa Young Africans. Endapo Young Africans wakifanikiwa kutegua mtego ambao walikuwa wameuweka Steven Baka, manake pia inaweza ikawa dhama kwa Simba. Nini ambacho Steven Baka ameweka? Kwa kuanza na viungo watatu, Yusuf Kagoma, Neo Maema pamoja na Inos Wemba kwenye eneo la katikati. Kwenye eneo la ushambuliaji kuanza na Libasege, Elie Mpanzu pamoja na Clatous Chota Chama. Manake alikuwa anaitaka kuicontrol game katikati, kucheza na force number 9, lakini alitaka kuwafanya Young Africans kuwa dominate eneo la katikati, kitu ambacho unaona kwa dakika za kwanza Young Africans walianza kwa kasi sana, lakini kadri dakika zilivyokuwa zinazidi kwenda tayari Simba walikuwa wanaidominate eneo la katikati. Mwisho wa siku wakatega mtego ambao mwisho wa siku Young Africans walishindwa kutegua. Angalia zile second balls ambazo zilikuwa zinafanywa na ile tunazungumzia transition. Magoli yote mawili yamepatikana kwenye transition phase. Goli la kwanza ukiangalia Israel Mwenda alikuwa anataka kufanya build up, mwisho wa siku wakamtega pale kwenye wakamsandwich, wakachukua mpira, tayari kulikuwa na magepu kwenye lango la Young Africans. Mikimbio sahihi ya Libasege. Siku zote nilikuwa nasema kwamba Libasege akiongeza kwenye game yake movement without the ball, yani mikimbio bila mpira, ni kati ya wachezaji hatari sana kwenye kikosi cha Simba. Ni hatari kwenye kuwa na mpira kwa sababu ni mzuri kwenye kudribble akiwa na mali, huku akitransform Simba kutoka kwenye eneo la kiulinzi kwenda eneo la kiushambuliaji. Lakini movement wakati hana mpira, kuna kipindi ndio kitu pekee ambacho kilikuwa kinamfanya alikuwa anapishana na magoli mengi sana. Na ndani kwenye game yake coach Steven Baka amekiona hicho, amekiongeza kwenye game ya Libasege. Magoli mengi mawili nadhani. Angalia goli la dhidi kama sikosei Fountain Gate ama Namungo, alifunga akiwa hana mpira, manake ni movement without the ball, kwa sababu kuna mazingira ambayo anatengeneza chaos kwa sababu anakimbia kwenye blind spaces. Ndicho ambacho kimetokea. Ni goli ambalo lilifungwa, lilisababishwa na eneo la transition. Goli la pili lilitoka kwenye block ya Yusufu Ali Kagoma. Ukiangalia combination play ya Clatous Chota Chama pamoja na Elie Mpanzu. Bana, nianzie hapo kwanza. Ukisema Clatous Chota Chama tunasema radhi za mpira ziwe wake. Composure ya hali ya juu Elie Mpanzu, namna ambavyo alikuwa na anticipation nzuri flop ule mpira kwa Clatous Chota Chama, akafunga lile goli la kideoni na naweza likaa goli la mwaka kwa msimu. Unaona kabisa ilikuwa ni mazingira ambayo Fadu Davis alikuwa ameitega mtego ambao coach Pedro Gonçalves alishindwa kuutegua. Lakini angalia namna ambavyo nimependa reaction ya Young Africans. Pamoja na kuifungwa magoli mawili, kuwa kwenye utangulizi wa magoli mawili, calmness, lakini pia spirit ya upambanaji ya wachezaji wa Young Africans ikaanza kugain momentum kwa wachezaji wa Young Africans. Mwisho wa siku
kile ambacho nilizungumzia, ule mtego ambao aliutega Steven Becker ndio ambao pia ulikuwa udhaifu wake. Ukiangalia kwenye mipira tunazungumzia ile mipira inayozagaa. Imagine magoli mawili ya Young Africans yamefungwa kwenye mipira ambayo inazagaa. Goli la Prince Mpumelelo Dube liliokotwa. Goli la la Mwamnyeto pia liliokotwa kwenye ball. Magoli mawili ya Simba yalifungwa kwenye transition. Kwa ni timu ambazo zimefunga magoli mawili katika makosa mawili ya kujirudia. Manake kila kocha alikuwa ana uwezo wa kusoma madhaifu ya timu pinzani na kutumia yale madhaifu kuyacounter kwa magoli, kitu ambacho kwa Simba amefanikiwa, kitu ambacho kwa Yanga amefanikiwa. Nini ambacho Pedro Gonçalves Steven Becker, ukiangalia kwenye system yake alijaza viungo wengi, lakini ukiangalia kwenye kiungo cha ukabaji alimweka kiungo mkabaji mmoja ambaye ni Yusufu Ali Kagoma, of which timu ikiwa haina mpira wanahitaji kuchukua mpira. Maana yake Simba walikuwa wanahitaji kustruggle zaidi kuokota, kuchukua mpira, kurudisha kwenye himaya yao, kwa sababu Neo Maema ni mchezaji mzuri wakati timu ina mpira, ila timu ikiwa hana mpira maana yake ni mchezaji ambaye anakuwa tunazungumzia matumizi yake anakuwa ni hafifu. Ni kitu ambacho unaona Young Africans wamejitahidi kutumia katika hayo mapungufu, lakini respect kwa Yusuf Ali Kagoma ambaye amefanikiwa kucheza kwenye base ya midfield as a single pivot kwa dakika zote 90 bila kuruhusu madhara kwenye eneo lake, tunazungumzia ya kiulinzi. Lakini pia ukiangalia kile ambacho alikifanya Steven Becker ndicho ambacho alikuja kukifanya Pedro Gonçalves kipindi cha pili. Kamtoa Damaro, umeona, akamuingiza akamuingiza Depu, akamtoa Israel Mwenda, akamuingiza Yao Kwasi. Manake akabakia naye na kiungo ulinzi mmoja. Maana yake ni nini? Alisema tucheze mpira. Kama una kiungo wa ukabaji mmoja na mimi nina kiungo wa ukabaji mmoja, nani ambaye ataweza sasa kuwini beto ya eneo la katikati? Ukiangalia mazingira yote ambayo yalitengenezwa, binafsi naweza nikamsifu kwa kiwango kikubwa coach Pedro Gonçalves, kwa sababu ndiye ambaye alitanguliwa nyuma, mwisho wa siku akaja kukaunta kurudisha magoli yote mawili. Unaonaje mbio za ubingwa kwa hivi sasa, chambuzi la system? Mbio za ubingwa zimebaki pale, gepu limebaki pointi 5. Kwa Young Africans kwa spirit ambayo wako nayo, manake tungetegemea kwamba leo Simba wangemvuta shati, ila imeshindikana. Kama imeshindikana, maana yake beto bado iko pale. Unamuona Young Africans yuko mbele zaidi ya kuweza kukaribia ubingwa dhidi ya mtani wake ambaye ni Simba, ingawa bado unaona mbio bado ni mbichi, kwa sababu ni mchezo wa 20, mchezo wa 20, manake bado mechi 10, lolote linaweza kutokea. Lakini kwa Simba sasa hivi wao wanachoombea ni kumwombea mtani wake apoteze mechi, of which kitu ambacho kinaweza kikawezekana ama kisiwezekane. Mbio za ubingwa zilikuwa mikononi mwao leo kuweza kumpunguza kasi ama kumvuta shati Young Africans ili kuanza kutengeneza momentum ya kupunguza gepu la pointi kwa ajili ya kuenda kupambania kwenye ubingwa. Shukrani sana chambuzi la sisi. Asante sana.